mtumishi wa Bwana yale mambo ya kupata upako. Leo nilikwambia usiondoke mahali hapa. Leo kuna upako, kuna unabii umejaa mahali hapa. Kwenye trending story, mtumishi wa Bwana, natamani kwa namna ambayo wewe utaona ni sahihi kutoa mawazo yako kwenye hili utoe. Kule nchini Nigeria sasa hivi kwenye imani ya Kikristo kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea. Na hii kitu imezua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii kutoka kule nchini Nigeria ambapo alionekana prophet, alionekana mchungaji. Tunaweza kwa namna ambavyo kila mtu anamuita baba wa kiroho. Tunawaita wachungaji, manabii, mitume, makuhani, kila mwalimu. Kutoka kule nchini Nigeria huyu baba akifanya, inasikitisha, lakini huenda ikawa ina maana yake kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nisiwe judge sana kwenye mambo haya. Baada ya kufanya tongue to tongue anointing, yani ulimi kwa ulimi, ulimi kwa ulimi, tunapata upako wa ulimi kwa ulimi. Watumishi wameenda viral mbali. Baada ya kutipa mafuta ya upako, tukaomba, tukaamini, tukamwambia Bwana tenda kwenye hili. Sasa ni ulimi kwa ulimi. Watumishi wa Mungu tunatamani mje mtu clarify, mtuambie baada ya watu kutoa maonyo, hii ni sawa? Akimpa ulimi kwa ulimi kijana ambaye huenda amepita kwenye mafunzo ya kiimani, akiandaliwa kuwa mtumishi na yeye kusimama na kuongoza kondoo wa leo, kwamba baada ya ulimi kwa ulimi, maji huenda yaliombewa kupaka kichwani halafu kunywa maji yale. Tunatamani mtuambie maoni yenu ni yapi. Watumishi wa Bwana, tuna kilio, waumini wa dini ya Kikristo, njoni mtueleze. The Spirit Show.